Taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa TAKUKURU mkoa wa Tabora imefanikiwa kuokoa na kuyarudisha magunia ya tumbaku yaliyotumika maarufu kama majafafa 2681 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.4 katika kipindi cha mwezi Januari hadi Machi mwaka huu. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo Mei 27 katika ofisi za TAKUKURU mkoa wa Tabora, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Tabora Azam Taita amesema kuwa taasisi hiyo mbali ya kuokoa na kuyarudisha magunia hayo kwa wananchi kupitia vyama vya msingi, imefanikiwa pia kuwafikisha mahakamani na kufungulia kesi kwa mujibu wa sheria watuhumiwa wote waliohusika na uuzaji wa magunia hayo. Katika kipindi cha Januari hadi Machi 2025, TAKUKURU imefanikiwa kukamata mabelo ya magunia ya kufungia tumbaku yaliyotumika maarufu kwa jina la majafafa yapatayo 2681 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.4. Magunia yamekamatwa katika operesheni maalum kutoka kwa wafanyabiashara waliokuwa wakiyauza kinyume na utaratibu. Watuhumiwa katika sakata hilo walifikishwa mahakamani na kufunguliwa kesi kwa mujibu wa sheria. Kati ya watuhumiwa hao wapo waliokubali kufanya makubaliano ya kulipa fedha kufidia hasara waliosababishia serikali na kurudisha magunia hayo ambayo yamerudishwa ili kugawiwa kwa wakulima kwa ajili ya kuhifadhia tumbaku. Kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, ofisi ya mkuu wa polisi Tabora na ofisi ya mwendesha mashtaka wa taifa mkoa wa Tabora, jumla washtakiwa 7 walifikishwa mahakamani na kuokoa shilingi milioni 2 kwa utaratibu wa plea bargain. TAKUKURU imefanikiwa kurejesha kwa magunia 1315 ya tumbaku yaliyotumika kati ya 2681 yaliyokamatwa. Magunia hayo yamerejeshwa kwa wakulima kupitia vyama vya msingi vya Moluku, Mkombozi, Bukemba, Ikobelo na Kasisi. Wakati taratibu za ufuatiliaji zinaendelea kuhakikisha magunia yaliyosalia yanarudi kwa wakulima kupitia vyama vya msingi kama utaratibu unavyoelekeza. Aidha, katika kipindi hicho TAKUKURU imefanikiwa kufuatilia utekelezaji wa miradi 14 ya maendeleo yenye thamani ya zaidi ya bilioni 45, ambapo kati ya miradi hiyo miradi 4 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 17 ilikutwa na mapungufu ambao taasisi ilitoa maelekezo ya kufanywa marekebisho. Tumefuatilia utekelezaji wa miradi 18 ya maendeleo yenye thamani ya shilingi bilioni 45,953 milioni 955,952 na senti 57. Kati ya miradi hiyo 18 iliyofuatiliwa, miradi 4 yenye thamani ya shilingi bilioni 17,805 milioni 893,608 na senti 15 ilikutwa na mapungufu mbalimbali ambayo tumetolea maelekezo namna gani ya kufanya masahihisho au kurekebisha kasoro hizo zilizobainika. Tumetoa elimu ya mapambano dhidi ya rushwa kuelekea maadhimisho ya wiki ya sheria na siku ya wanawake duniani na kuwakumbusha wananchi kuendelea kutoa taarifa za vitendo vya rushwa vinavyojitokeza katika mazingira yao. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani utakaofanyika Oktoba 25, taasisi ya kuzuia na kupambana rushwa mkoa wa Tabora imeahidi kuendelea kushirikiana na wadau wa uchaguzi ili kuhakikisha inazuia mianya na vitendo vya rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kuelekea uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais kwa mwaka wa 2025, tutaendelea kushirikiana na wadau wa uchaguzi ili kuhakikisha tunazuia kutokea kwa vitendo vya rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi.